Shalom, shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika darasa huru la Injili, darasa linalopatikana katika chaneli ya Mwalimu Kimweri TV, na kwa wale ambao bado kusubscribe, mwisho wa somo hili usisahau kusubscribe, share, kucomment na kulike, na Mungu akubariki sana. Kabla hatujaendelea na somo la leo, tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakushukuru kwa nafasi ya kutukusanya na kutuleta pamoja kwa ajili ya kujifunza neno lako. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha mahali hapa na mahali alipo mtazamaji na msikilizaji wangu. Njoo utawale mioyo yetu sasa, ufunue akili zetu tupate kuelewa na maandiko, ili tupate ufunuo wa neno la Mungu. Ondoa kila kizuizi katika nafsi zetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. E Bwana, kila mawazo yanayopingana na kweli yako ukayatoeshe na kuyaondosha katika maisha yetu. Tufundishe, tuongoze na utupe hekima ili tusikie neno lako, na sio kulisikia tu, bali tuweze kuliishi pia. Acha uwepo wako Roho Mtakatifu utawale mahali hapa na mahali alipo mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, ili wewe uweze kutubadilisha ndani yetu katika jina la Yesu. Tunakukabidhi somo hili mikononi mwako, tunaliacha somo hili mikononi mwako. Roho Mtakatifu, tufundishe, tuhekimishe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Leo ni siku ya 4, tunaendelea na somo letu linalohusu tofauti ya mtu na mwanadamu na jinsi anavyoweza kuhusiana na Mungu. Tofauti ya mtu na mwanadamu na jinsi ambavyo anaweza akahusiana na Mungu. Mungu ameweka uhusiano na mwanadamu. Tumeona ameweka mahusiano haya kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza aliweka mahusiano na wanadamu kupitia taifa la Israeli, kupitia Musa, kupitia sheria na Torati na kanuni. Hiyo ilikuwa ni njia ya kwanza ya mahusiano. Lakini aina ya pili au awamu ya pili ya mahusiano ambayo Mungu ameyafanya kwa wanadamu ni kuweka mahusiano kupitia kwa wanadamu wote kupitia kwa Yesu Kristo wa Nazareti, kwa neema yake, kwamba kila anayemwamini Yesu anaipokea hiyo neema na anakuwa na mahusiano. Na mahusiano mojawapo ambayo Mungu anatupa, Mungu ni baba yetu. Mungu ni baba yetu. Mungu haoni aibu sisi wanadamu kumuita baba. Mungu ni baba yetu. Wakati Yesu anawafundisha wanafunzi wake sala ya Bwana, aliwaambia mnaposali semeni, Baba yetu uliye mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni. Mungu ni baba yetu. Ni mahusiano mapya ambayo Mungu ameyaleta kupitia kwa Yesu Kristo. Tunaendelea na somo hili hasa tukiangazia aina za utu wa mwanadamu. Tulijifunza kipindi kilichopita kwamba katika somo lile kwamba Mungu amemuumba mwanadamu kwa kutumia mambo mawili, dimension mbili, dimension ya kiroho na dimension ya kidunia, ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kimwili. Kwa hiyo mwanadamu ameumbwa aweze kuishi pande zote za ulimwengu, kuishi ulimwengu wa aina mbili. Mwanadamu ameumbwa aweze kuishi ulimwengu wa kiroho na ameumbwa
aweze kuishi ulimwengu wa kimwili. Wachawi wanajua namna ya kufanya, lakini Wakristo hawajui kuishi aina zote za ulimwengu. Wachawi wanaweza wakaishi katika ulimwengu huu ukaona kama wanadamu wa kawaida, lakini baadaye wanajua kujigeuza na kuishi katika ulimwengu ule wa pili ambao kwa macho haya huwezi kuwaona. Watu wa Mungu hali kadhalika wako hivyo hivyo, na ni zaidi ya wachawi na wawanga na shetani wao. Wanadamu wanaoweza kuishi kwa sababu Mungu amemuumba mwanadamu kuwa two in one, wawili katika mmoja. Wewe hapo ulipo ni wawili katika mmoja. Unaonekana ni mmoja, lakini kuna mwingine yuko ndani. Mwanadamu yoyote yule ni two in one, ni wawili katika mmoja. Una utu wa ndani usioonekana, una utu wa nje unaoonekana. Tulijifunza zaidi kwa undani zaidi katika somo lile lililopita, na tuliongozwa na neno kutoka katika Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari ule wa 16. Neno la Mungu linasema hivi: kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Paulo hapa anafunua mambo mengi katika mstari huu mmoja. Kwanza anatueleza mwanadamu yoyote ni two in one. Mwanadamu ana utu wa nje, mwanadamu ana utu wa ndani, vikichanganyika ndio vinatengeneza mwanadamu kamili. Mwanadamu kamili yeye ana utu wa ndani, ana utu wa nje. Wewe hapo ulipo, amini usiamini, una utu wa ndani, una utu wa nje. Na ndio maana wakati mwingine watu wanasema ngoja nikae na halmashauri yangu kichwani. Tafsiri yake nini? Kwenye kichwa cha mtu, katika maisha ya mtu kuna watu wawili, na mara nyingi huwa wanazungumza, wakati mwingine wanabishana, wakati mwingine wanagombana humu ndani. Biblia inasema kwamba katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16 anasema mwili na roho vinagombana, hata huwezi kuamua unachotaka. Mungu atusaidie ili yamkini tuweze kufika mahali tunatambua kwamba sisi mwanadamu ni utu wa ndani, ana utu wa nje. Na anasema hivi, anatoa sasa tofauti kwamba utu wa nje unachakaa, utu wa nje unazeeka, utu wa nje ni wa muda. Halafu anasema lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana yake nini? Anasema utu wa ndani na utu wa nje ni vitu viwili tofauti. Utu wa nje unachakaa, utu wa ndani hauchakai. Utu wa nje unazeeka, utu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Kila siku inayokwenda kwa Mungu, utu wa nje unazidi kuchakaa, unazidi kuzeeka. Kila siku inayokwenda kwa Mungu, utu wa ndani unazidi kufanywa kuwa kijana. Biblia inasema kwamba unafanywa kuwa upya siku kwa siku. Pointi yangu hapa ninapoanza ni nini? Ni hivi, mwanadamu yoyote, hata wewe ndugu yangu unayenisikiliza na kunitazama, wewe ni two in one. Ndio maana hata mtu anapokufa tunasema mwili wa, manake huo mwili sio yeye. Ndio maana tunasema mwili wa. Kwa nini tunasema, tunatumia kimilikishi, the body of someone? Huyo someone ni nani? Mwili wa marehemu. Marehemu mwenyewe yuko wapi? Lazima tuelewe kwamba mtu anapokufa roho inaondoka, ambayo ndio yenye mwili wa. Maana yake mwenye mwili huu hayupo. Mwenye mwili huo nani? Ni roho. Ndiye alikuwa anatia uzima, ndiye alikuwa anapumua ndani,
kaondoka na pumzi yake, mwili umebaki hapo, unarudi udongoni. Kwa hiyo pointi yangu ya kwanza ni kwamba mwanadamu yoyote ni 2 in 1, ni wawili katika mmoja. Kuna mwili huu tunaouona, lakini ndani ya huu mwili kuna utu mwingine, na huo utu wa ndani ndio sisi wenyewe original. Huu mwili, huu utu wa nje ambao ni mwili huu ulioumbwa kwa mavumbi ya ardhi ni wa muda, na huu ni koti tu ambao unaweza ukalivua. Huu mwili huu ni nyumba tu ya roho ambayo alikuwa anakaa ndani. Kwa hiyo kipindi kilichopita tulizungumza kwa kirefu sana kwa habari ya utu wa nje. Nikukumbushe kidogo kwamba utu wa nje ni mwili wa mwanadamu unaotokana na udongo na mavumbi ya ardhi, na mtu anapozikwa, wachungaji wanatuambia mavumbi kwa mavumbi, udongo kwa udongo, ulitoka kwa udongo unarudi kwa udongo. Kuna mwimbaji mmoja aliwahi kuimba habari ya kifo. Kifo, kwamba kama ungekuwa unaonekana basi ungepata hela nyingi, lakini kifo nikasema pia mwili uzima wake unaitwa uhai. Ukisikia tu uhai ni wa mwili, na katika Walawi anatuambia uhai wa mnyama uko kwenye damu. Ndio maana katika Agano la Kale wanadamu walikatazwa kula damu, kwa sababu damu inabeba uhai. Ukila damu umekula uhai. Mpaka leo hii watu wanakula damu. Wapo watu wanaokula damu, lakini si vema. Mungu alishatukataza tusile damu, ingawa hatuko kwenye agano lile, lakini damu katika Matendo ya Mitume sura ya 15, wanafunzi wale katika sinodi ile ya kwanza walikataza pia kula nyama iliyosongolewa. Nyama na damu tulikatazwa kula. Sasa uhai wa mwili huu wa muda, uzima wake unaitwa uhai, lakini rohoni kule tofauti. Uhai wa roho unaitwa uzima. Kwa hiyo ndani ya mwanadamu ana mwili wenye uhai, ndani ya mwanadamu kuna roho yenye uzima. Mwili wenye uzima tunaita una uhai, roho yenye uhai tunaita ina uzima. Kwa hiyo uhai wa roho unaitwa uzima, ambao ndio wewe mwenyewe. Sasa nitaeleza tutakapofika kwenye nafasi ile ya kueleza habari za uzima. Kwa hiyo uhai wa mwili unahitaji afya njema. Uhai wa mwili ni wa muda. Uhai wa mwili unahitaji pumzi. Uhai wa mwili unahitaji chakula. Uhai wa mwili unahitaji maji, maana usipokula unywa maji unakufa. Uhai wa mwili unahitaji chakula, maana usipokula unakufa. Kwa hiyo uhai wa mwili lazima ubembelezwe, ushikiliwe kwa vitu fulani. Lazima ushikiliwe na kutunzwa kwa uangalifu na vitu fulani. Ukipigwa ukaumizwa unakufa, uhai unatoka. Ukipata majeraha makubwa uhai unatoka. Sasa lakini uzima wenyewe uko tofauti. Uhai wa mwili unategemea viungo vya mwili kufanya kazi. Uhai wa mwili unategemea moyo kufanya kazi, unategemea ubongo, unategemea mapafu, unategemea damu kuzunguka, vinginevyo mtu anakufa. Kwa hiyo uhai wa mwili una vitu ambavyo lazima ushikilie. Uhai wa mwili unahitaji mazingira salama. Uhai wa mwili unahitaji hewa nzuri, ikiwa chafu unaweza ukafa. Uhai unahitaji mazingira safi ili kuusaidia uendelee kudumu. Uhai wa mwili una mipaka ya nguvu na uweza. Uhai wa mwili au mwili unachoka. Uhai
wa mwili unaendeshwa na damu au uko kwenye damu, kama nilivyosema. Ukisoma katika Walawi sura ya 17 mstari wa 11, neno la Mungu linasema, maana uhai wa mwili umo katika damu, na uhai wa mwili ni wa muda mfupi. Uhai ni wa muda mfupi sana, na ndio maana Yesu alisema, msiogope wawezao kuua mwili. Mwili unapouawa, uhai unatoka, uhai unakoma, uhai unafika mwisho. Kwa hiyo mwili sio wewe, wewe ni roho. Sasa leo tuanze utu wa ndani. Somo lililopita tulijifunza utu wa nje na mahitaji yake. Leo tuanze utu wa ndani. Utu wa ndani ni nini? Utu wa ndani ni sehemu ya mwanadamu inayohusiana na roho na nafsi. Roho pamoja na nafsi, hivi vinaunda utu wa ndani. Kumbuka katika uumbaji sura ya 1 Mungu aliumba roho, lakini katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 tunaona Mungu anaumba mwili kwa mavumbi ya ardhi. Mwishoni anapuliza puani kwenye hilo liudongo, mtu anakuwa nafsi hai. Kwa hiyo nafsi ni pumzi ya Mungu, roho ni sura na mfano wa Mungu, na vimetoka kwa Mungu. Kwa hiyo hivi viwili vimetoka kwa Mungu, kwa maana ya roho imetoka kwa Mungu, sawasawa na Mwanzo sura ile ya 1 mstari wa 26 na 27. Lakini pili, nafsi na yenyewe imetoka kwa Mungu kama pumzi iliyopulizwa katika pua ya mwanadamu, na hivi viwili ndivyo vinavyounda utu wa ndani. Utu wa ndani unaundwa na roho, utu wa ndani unaundwa na nafsi. Mwili peke yake ambayo ni nyumba, mwili ni nyumba tu inayohifadhi vitu vya kimungu vilivyo ndani yako. Kwa hiyo mtu ni nani? Mtu ni roho mwenye mwili. Mtu ni roho aliye ndani ya mwili mwenye nafsi iliyo hai. Ukiulizwa kithiolojia au kibiblia, mtu ni nani? Mtu ni roho mwenye anayeishi ndani ya mwili mwenye nafsi iliyo hai. Nafsi na roho vimetoka kwa Mungu, navyo ndivyo vinavyomuunda mwanadamu, kwa sababu Mungu alitutengeneza tuwe sehemu ya familia yake, tuwe sehemu ya familia yake. Ndiyo maana ukisoma katika Biblia, kila ilivyokuwa inafika jioni, Mungu alikuwa anamtembelea Adamu na Hawa katika bustani ile, na kiatu chake anamtembelea Adamu. Oya, uko wapi Adamu? Niko huku nakula matunda bwana, nakula zabibu. Leo nimeamua kula apple leo. Adamu alikuwa ni tajiri wa matunda, na maana aliwekwa kwenye bustani ile ailime na kuitunza. Baadaye Mungu akaona si vema, akamleta Hawa. Lakini Mungu alimuumba mwanadamu ili awe familia, na ndio maana ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 21 na 22 unaona Mungu anaandaa maskani mengine mapya, tukakae naye milele. Tuko hapa duniani kwa muda, lakini tunarudi nyumbani, tunarudi kwa baba yetu, Mungu wetu, tunakwenda kukaa naye milele. Katika Wakorinto wa kwanza sura ya 15 kule mwishoni anasema kwamba tutapewa miili mipya ambayo itastahimili kumuona Mungu, kukaa na Mungu, kuishi na Mungu milele. Fahari yetu, tuko hapa duniani kujiandaa, kutakasa mioyo yetu kwa toba, kwa damu ya Yesu, kwa neno la Kristo, ili baada ya kufa turudi nyumbani. Kufa kwa mtu aliyeokoka sio kufa, ni kulala. Kwa nini? Kwa sababu ipo siku atakuja kuamshwa na kupewa mwili mwingine na kwenda kukaa na Mungu wetu milele. Biblia inasema farijianeni kwa maneno hayo, farijianeni kwa maneno hayo, ni matamu. Ndio maana hatuogopi kufa kwa aina hii ya kwanza. Mungu atusaidie. Kwa hiyo utu wa ndani ni sehemu ya ndani ya mwanadamu isiyoonekana
kwa macho haya, lakini ipo ambayo ndiyo inayotia uzima mwili huu. Ikiondoka hiyo sehemu, huu mwili hauna kazi, unakwenda kuzikwa. Kalas, hauna kazi kabisa. Mithali sura ya 4 mstari wa 23, neno la Mungu linasema, linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana humo ndimo zinatokako chemchemi za uzima. Chemchemi za uzima ziko moyoni. Chemchemi za uzima ziko katika mwili wa ndani, utu wa ndani. Chemchemi za uhai ziko mwilini, lakini katika moyo na nafsi kuna chemchemi za uzima. Hivyo Suleiman anawaambia watu wake, linda sana, linda moyo wako kuliko vyote. Kwani wewe unalinda nini? Unalinda pesa? Kuna aliyewahi kulinda pesa akafanikiwa? Mbona ukifa unauziaje? Unalinda nini? Elimu? Unalinda nini? Cheo? Mpaka unaenda kwa waganga unazindika, unalinda nini? Biblia inasema linda sana moyo wako, linda sana utu wako wa ndani. Linda kwa gharama zozote. Na mara nyingi utu wa ndani unalindwa kwa neno la Mungu la kweli lililonyooka. Utu wa ndani unalindwa kwa maombi. Utu wa ndani unalindwa kwa damu ya Yesu. Utu wa ndani unalindwa kwa toba, metanoia, change your mind, kubadilisha mtazamo, kubadilisha mawazo, namna ya kufikiri, namna ya kusema, namna ya kutenda. Mabadiliko hayo yanasaidia kuulinda moyo wako. Sasa hii sehemu ya utu wa ndani ina mambo mengi sana. Nataka nikugusie kwamba hii sehemu ya utu wa ndani ni makao makuu ya mambo haya mawili matatu hapa. Ngoja niyataje. Ni makao makuu ya kitu cha kwanza kinaitwa ni makao makuu ya akili inayoitwa mind. Utu wa ndani ni makao makuu ya akili inayoitwa mind. Kumbuka, mwanadamu ana akili mbili. Ana akili za mwili huu zilizowekwa kufanya mawasiliano na dunia na ulimwengu huu kupitia milango mitano ya fahamu. Macho yanapotazama ulimwengu yanaingiza taarifa ndani. Pua zinaponusa zinachukua harufu, zinaleta mahusiano ndani. Ulimi, sikio, ngozi, hiyo milango mitano imewekwa ili kuleta mawasiliano ya dunia hii kuingiza taarifa ndani. Na hii milango mitano inapeleka taarifa kwenye ubongo wa mwili, kwenye akili ya mwili iliyoko kwenye ubongo inayoitwa intelligent kwa Kiingereza. Akili hii inapimwa kwa kipimo kinachoitwa IQ. Akili hii ndio imegawanyika katika sehemu tatu. Kuna cerebrum na medulla oblongata. Huu ni akili iliyo kwenye ubongo wa mwanadamu. Ndio tunayopeleka shule. Hii ndio tunaipeleka shule ijue kusoma na kuandika. Lakini ni tofauti na akili iliyoko kwenye nafsi. Akili iliyoko kwenye nafsi haipimiki, tunazaliwa nayo. Ndiyo akili kubwa inayoongoza maamuzi ya mtu. Maamuzi ya mtu hayafanyiki kwenye akili hii. Maamuzi ya mtu yanafanyika kwenye akili inayoitwa mind, na akili ile inayoitwa mind na ndiyo ambayo inaweza ikaweka mitazamo, inaweza kukuzuia uendelee au usiendelee. Kwa hiyo utu huu wa ndani ndio makao makuu ya akili inayoitwa mind. Biblia inasema katika Zaburi ya kwanza mstari wa 20, mstari wa 2, nasema bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Daudi anatuambia nini hapa? Anatuambia akili hii,
mind iliyo kwenye nafsi tunayozaliwa nayo, kazi yake ni kutafakari. Akili ile ya mwili intelligent, kazi yake ni kuwaza. Inatengeneza mawazo kutokana na milango mitano, halafu inawaza, inatafuna, inachakata, lakini haitoi matokeo. Akili ya utu wa ndani iliyo kwenye nafsi inayoitwa mind ndiyo inayotafakari. Kutafakari kwa Kiingereza ni kumeditate, kufikiri au kuwaza mawazo. Kimwili kule ni kuthink. Akili ya utu wa ndani yenyewe ina tafakari, inafikiri, ina fikira. Fikira ziko kwenye nafsi, kutafakari kuko kwenye nafsi, kwenye mind. Kutafakuri kuko kwenye nafsi, kwenye mind. Na unapotafakari unachakata wazo. Wazo likichakatwa, likiingia wazo kutoka kwenye ubongo wa nje, ubongo wa mwili, likipata nafasi likiingia kwenye ubongo unaoitwa mind, linakuwa chakula, linachakatwa. Likishachakatwa kuna matokeo yanatoka huku ambayo utasema au utatenda. Sasa ni makao makuu ya akili hiyo, utu wa ndani. Pili, utu wa ndani ambako ni roho na nafsi, ambao ndio wewe mwenyewe, ni makao makuu ya uhai unaoitwa uzima. Utu wa ndani ambapo kuna roho na nafsi. Kumbuka utu wa nje, mwili ni utu wa nje, ni koti tu, ni nyumba tu ambako wewe unakaa, ambao wewe unaitwa roho. Sasa tunaongelea wewe ambaye unaitwa roho na nafsi, uko ndani huko ya mwili, huonekani. Unaonekana ni mwili, lakini mwenyewe uko ndani. Sasa huyo mtu wa ndani, nimesema pale kwanza ni kituo cha akili inaitwa mind. Pili, huyu mtu wa ndani ni kituo au ni makao makuu ya uhai unaoitwa uzima. Uzima ni wa roho, uhai ni wa mwili. Mwili ukiwa mzima tunasema uko hai. Roho ikiwa nzima tunasema, roho ikiwa hai tunasema ni nzima. Uzima ni wa roho, uhai ni wa mwili. Tunaelewana mpendo? Tunaelewana mpendo? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndio maana nataka kuunganisha sasa. Ndio maana katika mwanzo tunaona Mungu aliahidi kwamba Adamu akila yale matunda hakika atakufa. Mungu aliahidi hivi, na watu wengi wanafikiri Adamu alipokula hakufa. Alikufa ndugu yangu, alikufa kabisa, kwa sababu mwanadamu ni roho. Sasa watu walitegemea Adamu afe mwili. Adamu sio mwili. Kama vile wewe leo, wewe sio mwili, wewe ni roho iliyo ndani ya mwili. Mwili ni koti lako tu, wewe mwenyewe uko ndani. Mwili ni nyumba ya kwako tu, lakini wewe mwenyewe uko ndani. Kwa hiyo Adamu alipokiuka lile agizo la Mungu, alikufa kama Mungu alivyosema. Alikufa nini? Alikufa roho, alikufa uzima. Uzima unaweza ukafa, roho ikifa ni uzima umekufa, maana uhai wa roho ni uzima. Adamu na Hawa walinyang'anywa uzima. Paulo anasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ukitenda dhambi unapungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa lugha nyingine, ukitenda dhambi unakufa. Kinachokufa ni roho. Sasa maana yake nini? Pale kwenye bustani ya Eden, Adamu alikufa roho, alinyang'anywa uhai, alinyang'anywa uzima. Uhai alikuwa nao,
Ndio maana watu walikuwa wanaona anatembea, mara anamkimbia Mungu, anatengeneza nguo za majani na nini. Mti wa ujuzi unao mema na mabaya umempa akili, lakini alikuwa ni hai mwili. Kiroho alikufa kabisa, alikufa. Ndiyo maana tukisoma katika Yohana sura ya 10 mstari wa 10, neno la Mungu linasema hivi: mwivi haji ili aibe na kuchinja na kuharibu. Sikia, Yesu anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Mimi nalikuja ili wawe. Anaposema ili wawe, manake hawakuwa nao. Sasa mimi nimekuja ili wawe. Kwa nini ili wawe? Manake tulinyang'anywa. Yesu anapokuja, Adamu wa pili, Adamu wa kwanza alisababisha tunyang'anywe uzima. Adamu wa pili ni Yesu, amekuja ili tuwe na uzima. Manake kazi ya msalaba iliturudishia uzima ambao tuliupoteza kwenye bustani ya Edeni. Umeona raha? Umeona raha ya kumwamini Yesu? Ndio maana Yesu alisema mtu hawezi kwenda kwa Baba isipokuwa lazima apitie kwangu, kwa sababu yeye ndiye aliyepewa uzima, ndiye aliyepewa na nafasi ya kuturudishia nini? Uzima, kwa kifo chake msalabani, kwa damu ya msalaba. Yesu alikufa msalabani ili kuturudishia sisi uzima, kama tulivyosoma hapa kwenye Luka. Anasemaje? Anasema mimi nalikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Katika Agano la Kale wanadamu walikuwa wanamtafuta Mungu. Katika Agano Jipya ni tofauti kabisa. Yesu ndiye anayetutafuta sisi. Tafutika mpendwa. Yesu anapokutafuta, tafutika. Na usije ukafikiri utaonekana kwa kwenda kanisani au kubatizwa au kufanyaje. Hapana, ni mahusiano yako ya rohoni. Yakishakaa vizuri, nenda kanisani sasa. Imba kwaya, mtumikie Mungu, jenga uhusiano, mkubali. Biblia inasema kwamba wale wote waliompokea aliwapa nafasi. Wote alikuja kwao, wala wote waliompokea, walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa mwili, si kwa nyama, si kwa damu. Hawakuzaliwa kwa mwili huu. Ana maana gani? Sisi tunaookoka ni sisi wa ndani. Utu wa ndani ndio tunatakiwa kumpokea Yesu. Utu wa ndani ndio tunatakiwa ubadilike. Kwa hiyo kitu gani nataka kukisema hapa? Kwamba sisi, Mungu Bwana Yesu ameturejeshea uhai. Ndio maana ukisoma katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16 anasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie. Ili kila mtu amwaminie, maanake pamoja na wewe, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bali awe na uzima. Kwa nini anasema hivi? Bali awe na uzima, maanake hakuwa nao. Uzima unaupata baada ya kumwamini, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima. Maanake usipomwamini Yesu hupati uzima, na wewe umepotea. Unasema, Kimweli, mbona unatuhukumu namna hiyo? Mimi si hukumu, ni neno kwamba kila anayemwamini. Sasa wewe unamwamini? Mbona unaamini dhehebu lako? Mbona unaamini dhehebu lako kuliko Yesu? Mbona Yesu hana nafasi kwenye moyo wako? Ila dini yako tu, ila dhehebu yako tu, ila ubatizo wako tu unaoutukuza, ila mchungaji wako tu, ila nabii wako tu ndio unayemtukuza, mtume wako. Nani kasema? Hakuna zaidi ya Yesu, kwa sababu ni Yesu pekee aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Dini yako haijawahi kukufia msalabani. Dhehebu lako ndugu halijawahi kukufia msalabani, ni Yesu. Kwa hiyo wakumwamini ni Yesu, wakumpenda ni Yesu, wakumtegemea ni Yesu, kwa sababu ni Yesu pekee aliyekufa msalabani kwa ajili yako. Hakuna askofu aliyekufa msalabani kwa ajili yako ndugu. Hakuna papa aliyekufa msalabani kwa ajili yako ndugu.
Hakuna dini iliyokufa msalabani kwa ajili yako. Hakuna serikali iliyokufa msalabani kwa ajili yako. Hakuna mwanadamu, ni Yesu pekee duniani aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo tunapaswa kumwamini, tunapaswa kumtegemea. Jambo la pili nataka ulione ni hili, mstari wa pili, Mathayo sura ya 10 mstari wa 28. Mathayo sura ya 10 mstari wa 28. Neno la Mungu nasema, wala msiwaogope wao mwili, wasiweze kuua roho, bali mwogopeni yeye awezaye kuangamiza roho na mwili katika jehanamu. Wow, Mungu wa ajabu sana. Neno zuri, anasema hivi, katika maisha haya, katika dunia hii, usimwogope anayeweza kuua mwili huu halafu roho hawezi kuiua. Mwogopeni Mungu anayeweza akaua huu mwili na roho. Maana yake nini huu mstari? Una maana nyingi sana. Ngoja nikupe maana mbili. Maana ya kwanza, mwili unakufa, mwili unaweza ukafa, lakini pia roho nayo inaweza ikafa. Tunaelewana jamani? Maana huu mstari, mwili unaweza ukafa, lakini roho nayo inaweza ikafa. Huu mstari una maana gani? Una maana kwamba mwanadamu anakufa mara mbili, kama vile alivyo na utu wa aina mbili. Utu wa nje unakufa, utu wa ndani unakufa. Lakini neno hapa linasema msiwaogope wanadamu wanaoweza kuua mwili huu tu, wasiweze kuua utu wa ndani. Maana yake mwanadamu anaweza akakuua utu huu wa nje, lakini asiweze kuua utu wa ndani. Utu wa ndani unaweza ukauawa na Mungu peke yake kwa kutenda dhambi. Mungu anaweza akakuua. Kwa hiyo mwanadamu ana vifo viwili. Mwanadamu ana mauti ya aina mbili. Mauti ya utu wa nje, hii ni ya kawaida, lakini kuna mauti ya utu wa ndani. Sasa kila mtu ni lazima afe utu huu wa kawaida wa nje, lakini utu wa ndani sio lazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Utu wa ndani sio lazima. Utu wa ndani utakufa tu kama utamkataa Yesu, kutokana na Agano Jipya. Kama utamkataa Yesu ndio utakufa mara mbili, lakini kwa wale wanaomwamini Yesu watakufa mara moja tu, mwili huu, kwa sababu kufa ni kutengana. Kwa hiyo kifo cha utu wa nje cha awamu ya kwanza ni kifo cha kutengana kwa roho na mwili. Roho na nafsi wanatoka, mwili unabaki, unazikwa hapa mavumbini. Hiyo ni kifo cha kwanza, huko ni kutengana kwa kwanza. Hiyo ni mauti ya kwanza. Biblia inasema katika mstari huu wa 3 katika Yohana sura ya 11 mstari wa 25 na 26, neno la Mungu linasema, sikiliza mpendwa. Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuo na uzima. Mimi ndimi ufufuo na uzima. Yesu anamwambia Martha, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yesu anasema katika Yohana sura ya 1 mstari wa 1 pia, hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Na ndani yake Yesu ndipo ulimokuwemo uzima, nao uzima umekuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Ndani ya Yesu kuna uzima ambao tuliupoteza. Mungu akauweka ndani ya Yesu. Yesu akafa msalabani, akatoa uhai ili kutupa uzima. Yaani pale kwenye bustani pale Getsemane, unajua kilichotokea pale kwenye Getsemane? Yesu alimlubunyi shetani, alimpa uhai wake. Wakati anapokea uhai wa Yesu, akanyang'anywa uzima aliyetunyang'anya, akatuletea ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele.
Na hapa maandiko yanasema katika Yohana sura ya 11, anasema mimi ndimi ufufuo na uzima. Sikiliza sasa, yeye aniaminie mimi. Jamani, tumwamini Yesu wapendwa. Kumwamini Yesu ndio Ukristo. Mtu asikudanganye, sio siasa, sio kushika torati, sio kushika amri 10. Hapana, kumwamini Yesu. Jifunze kumwamini Yesu ni nini na uishi katika imani. Ndio maana Paulo alisema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Anasema yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata milele. Je, mnasadiki hayo? Na mimi ngoja nikuulize, je, unasadiki hayo? Wewe mtu wa dhehebu fulani, unasadiki kwamba mtu akimwamini Yesu hafi? Tunarudi kule kule kwa bustani ya Edeni, ukila hakika utakufa. Adamu kafa, watu wanafikiri hajakufa, kumbe kafa roho isiyoonekana. Tunaporudishiwa uzima ni kwa njia ya kumwamini Yesu, na ukiwa na uzima ndani hufi. Ndio maana hapa anasema yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Watu wanaweza kufikiri kwamba Yesu hapa anajipinga. Yesu mbona kama anajipinga? Nani anakufa alafu nani tena anaishi? Mbona anasema ajapokufa? Nani anakufa na nani anaishi? Sasa baada ya hapo, kama mtu kafa, anaishi ni nani? Kumbuka mwanadamu ni two in one, na utu wa ndani na utu wa nje. Utu wa ndani haufi ukimwamini Yesu. Utu wa nje unakufa. Kwa kila mtu atakufa. Hata mimi nitakufa, hata wewe utakufa. Miaka 100 tu ijayo, hiki kizazi chote mpaka walioko tumboni hawapo hata mmoja, vitakuwa vizazi vingi. 100 tu ijayo, wewe na mimi hatupo. Kwa hiyo usijidanganye, usije ukafikiri una muda wa kukaa hapa duniani. Usijidanganye ndugu yangu. Biblia ishasema kwamba makao haya ni ya muda, na ndio maana utu wa nje huu unachakaa, kuonyesha kwamba una expire. Utu wa nje una expire, lakini utu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Unafanyiwa updation kila wakati. Una update utu wa ndani kila wakati, unafanywa upya siku kwa siku. Ndio maana mbinguni hakuna wazee. Wazee ni duniani. Siku moja nilikuwa naongea na mtu mmoja, nikamwambia mimi ni mzee huku nje tu lakini huku ndani ni kijana. Sasa watu wakacheka, wakawa wanatafsiri nyingine. Si unajua kila mtu anatafsiri kulingana na ufahamu wake. Nilivyosema kwamba mimi ni mzee nje, ndani, sasa walifikiri ndani kiunoni hapa labda. Sio ndani rohoni. Mimi ni kijana kabisa. Usilete utani, mimi ni kijana na nakuwa kijana siku kwa siku. Utu wa nje utakufa kama utamkataa Yesu. Kumbuka Yesu alivyokuja hakuleta dini wala hakuleta dhehebu. Yesu hakuna dhehebu aliloleta. Alileta imani ya kumwamini yeye, ili kila mtu amwamini asipotee, ili kila amwamini asife. Hata kama atakufa mwili huu, roho yake hatakufa. Ndio maana huu mstari watu walikuwa wanapata shida kuelewa. Kwa hiyo Yesu alikuwa akifundisha kuwa mwili unaweza kuuawa na wanadamu, lakini roho haiwezi kuuawa na mwanadamu. Kwa hiyo muogope Mungu ambaye anaweza akaua mwili wako, akaua na roho yako. Jambo la 5 au kile ambacho nataka kuliongelea ni aina hizi za mauti. Aina za mauti, na ninataka kukazia kidogo. Katika Mhubiri sura ya 12 mstari wa 7, neno la Mungu linatueleza mtu anapokufa nini kinatokea. Anasema hivi: mtu anapokufa, nayo mavumbi ni mwili huu, ni utu wa nje, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, yanarudi pale pale yalipotolewa. Halafu anasema nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Hiki ndio kifo cha kwanza.
Hii ndio mauti ya kwanza, kwamba kila kiungo kilichounga mwanadamu akawa hai kina fall apart, kinagawanyika. Roho inarudi kwao, njia inaijua. Mwili unarudi kwao, njia wanaijua. Mwili unajua njia ya kurudi kwao, roho inajua ilikotoka. Utarudije ndugu yangu? Utarudije? Maana yake nini? Kwamba ni kutengana. Kifo ni kutengana. Hiki cha awamu ya kwanza, kifo cha kimwili ambacho kila mtu lazima afe, ni kutengana kwa roho na mwili. Mwili unarudi mavumbini, roho inaendelea kuwepo bila kufa. Kama hujaokoka, inaendelea kuishi, lakini inaweza ikaishi jehanamu au inaweza ikaishi kwa Mungu. Na mauti ya pili inayoongewa ni roho sasa, na yenyewe kama hujampokea Yesu inakufa, kutengana na Mungu. Awamu ya kwanza mwili unatengana na roho. Awamu ya pili ya kifo, roho sasa, ambayo ndio wewe mwenyewe, unatengwa na Mungu milele. Kifo cha pili ni cha milele. Na sifa ya kifo cha kwanza ni nini? Ni cha mwili huu tu, hutokea kwa wanadamu wote. Ni kifo cha muda na sio mwisho wa maisha. Kifo cha mwili huu sio mwisho, mpendwa, kwenye sio mwisho. Mtu anapokufa sio mwisho. Ndugu zetu waliokufa tutaonana nao. Kama ni jehanamu tutaonana nao, kama ukipata, usipokuwa bize. Maana unaweza ukaenda kule ukawekwa bize na moto usiwaone na wala kuwatambua. Lakini tukienda mbinguni ni raha, tutawaona. Tutawaona ndugu zetu waliotangulia, tutawaona wakina Elia, Musa, tutamuona Paulo, Petro, tutawaona. Mimi nikifika nataka nimuone Yesu kwanza, nimpe high five kwanza, alafu nimkumbatie. Mimi nikienda mbinguni nataka nimuone Yesu kwanza. Haya, hamna. Wakina Petro au badao, tutatia story baadaye. Mwanaume Yesu kwanza, nataka nimuone Yesu, nipige high five, alafu namkumbatia lile kumbato la mahaba, sio mapenzi, mahaba, kumbato la mahaba. Naenda mfanyia Yesu surprise, maana mimi ni bibi harusi. Yesu ni mume wangu, mimi ni bibi harusi. Naenda mpa kumbato, penzi moto moto, nitakaa naye milele. Ndio maana ya Ukristo, ndio matokeo ya Ukristo, ndio zawadi ya Ukristo. Zawadi ya Kristo ni kumwamini Yesu, na baada ya kumwamini, baada ya kifo na mauti haya, hatutakufa tena. Tunakwenda kukaa na Mungu milele. Shida ya madeni itakuwa imeisha. Shida ya magonjwa itakuwa imeisha. Shida ya kurogana hamna. Shida ya kufanya kazi, hakuna kazi, sijui kibarua, hakuna. Tutasifu, tutaimba, tutamtukuza Mungu wetu milele. Tutakuwa hatuna kazi nyingine. Uimbaji ni kazi takatifu, tutaifanya milele. Kuhubiri kuna mwisho, ni huku tu. Sala ya toba ni huku tu, ni huku tu. Kule ni kusifu, ni kuimba na ni raha. Mwana wa Mungu, bado kitambo kidogo, tukazane, tujipe moyo mpendwa, tukakae na Mungu milele. Ndio lengo la Mungu, ndio lengo la Mungu kumleta Yesu, kutupa uzima katika utu wa ndani. Ndio maana ya kuokoka. Kuokoka ni kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha. Kuokoka ni kumwamini Yesu ili usamehewe dhambi zako. Kuokoka, watu wanasema hakuna kuokoka duniani. Kwa kweli wewe ni mpagani, hata kama ni askofu, hata kama ni mchungaji. Kama huamini hakuna kuokoka, wewe sio Mkristo, umeukana Ukristo. Kwa sababu sisi ni Wakristo, kwa sababu tunamwamini Kristo. Mkristo ni mtu wa Kristo, na Mkristo sio kwamba kwa sababu kabatizwa. Mkristo sio kwa sababu anaenda kanisani. Nendeni sana kanisani, nendeni, mimi nawaambia, tutaona. Nendeni bila Yesu. Yesu kwanza. Mtu asikudanganye ukae na dini peke yake. Dini peke yake haikusaidii. Yesu kwanza
ndipo mambo mengine yafuate. Yesu kwanza, ndipo ubatizo ufuate. Yesu kwanza, ndipo Maria afuate. Yesu kwanza, ndipo Sabato ifuate. Yesu kwanza, kila kitu kwanza. Yesu ndio namba moja, yaliyobakia yote masifuri. Sasa jifanye mjanja, tanguliza hayo masifuri, halafu moja iweke huku. Lakini mtangulize Yesu kwanza, namba moja, halafu masifuri yote yaweke huku, uone kila sifuri inapata thamani. Thamani ya maisha ya mtu ni kuwa na Yesu. Thamani ya Ukristo ni kuwa na Yesu katika moyo, katika utu wa ndani. Na ukiokoka, utu wa ndani ukibadilishwa, mwili hauna nguvu, mwili hauna kazi kama roho umempa Yesu. Kwa hiyo mauti ya pili ni kifo cha milele, ni cha kuogopa, ni cha kuepuka. Katika Ufunuo sura ya 20 mstari wa 14 neno la Mungu linasema mauti na kuzimu zikatupwa. Kumbe ni roho. Mauti na kuzimu ni roho. Mauti na kuzimu zikatupwa katika ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani ziwa la moto. Na iwapo mtu yoyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima. Jamani, kuna kitabu cha uzima wapendwa. Wanaandikwa wale wanaomwamini Yesu, sio waliobatizwa. Sio wanaonena kwa lugha, waliomwamini Yesu. Kwa sababu unaweza ukamwamini Yesu, unaweza ukanena kwa lugha na hujamwamini Yesu. Unaweza ukabatizwa kwa maji mengi, kwa maji machache, kwa moto, si kwa nini. Kama hujamwamini Yesu ni sifuri, ni sifuri. Ndio maana ubatizo wenye maana ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu nini? Ni ubatizo unaokupa toba la badiliko la ndani. Ubatizo wa Roho Mtakatifu nini? Ni ubatizo wa mabadiliko ya ndani. Lakini watu wanakazia ubatizo wa maji, watu wanabishana hapa, maji mengi, maji machache, maji mengi. Kwani maji yanasaidia nini? Kama maji yangekuwa na nguvu hiyo unayosema, kwa nini Yesu kaja sasa? Si angeyaruhusu hayo maji yatusaidie? Kwa nini? Tusivipe vitu thamani ambavyo havina, kwa sababu pia huo ni mpango wa adui. Badala ya kumpa heshima Yesu anayostahili, badala yake tunavipa thamani vitu tunavipa thamani vitu. Tusiupe ubatizo thamani kuliko Yesu. Yesu kwanza, mpokee Yesu kwanza, mwamini Yesu kwanza, kwa sababu kuna uwezekano ukafika mbinguni bila kubatizwa. Ukimwamini Yesu tu, hata kama hujabatizwa, unaweza ukafika mbinguni kabisa kabisa, kwa sababu kipaumbele katika Ukristo ni kumwamini Yesu, ni kumpa Yesu maisha, ni kukubali kuokoka, ni kukubali kubadilishwa, sio kukaa kihasara kwenye dini na unabaki kujisifia kwamba wewe utaenda mbinguni kwa sababu unatoa sana. Ndugu yangu, hata kama unatoa sana, soma katika Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza na kuendelea. Anaeleza habari za upendo. Anasema, nijapo nena kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo si kitu mimi. Sasa unajivunia kunena kwa lugha? Paulo anasema hata kama unene lugha za kwenye kuomba, unajua kunena lugha za wanadamu, maanake unaweza ukaomba Kiswahili, na lugha za malaika ile rabapata, sawa, ile ni lugha za malaika, na za wanadamu unajua kunena. Kama huna upendo na Yesu, bure. Biblia inasema nikitoa mali zangu na nikitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo katika Yesu Kristo ni bure. Anasema nikiwa na unabii na nikijua siri nyingi za Mungu, kama sina upendo ni bure. Ndugu yangu, soma maandiko. Soma Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza hadi wa 3, utashangaa. Na ndio maana hata katika Mathayo sura ya 7 mstari wa 21, 22 na 23 neno la Mungu linasema si wote waniitao Bwana Bwana,
Sio kila anayeniita Bwana Bwana atakayefika mbinguni. Anasema, maana siku ile wataniambia, Bwana, tulifanya miujiza, tulitoa unabii kwa jina lako. Yesu anasema, nitawaambia dhahiri, siwajui mtokako, ondokeni kwangu ninyi mtendao dhambi. Kwa hiyo kumtumikia Mungu sio kigezo, kwa sababu manabii watakataliwa wengi, mitume wengi watakataliwa, watenda miujiza wengi watakataliwa, watumishi wengi wa Mungu watakataliwa, wapendwa. Ndio maana kuna mahali pengine Petro wa Paulo alisema, nisije nikawahubiri wengine, mimi mwenyewe nikawa mtu wa kukataliwa. Katika Wakorinto anaeleza hiyo, Wakorinto wa kwanza nadhani sura ya 9 huku mwishoni, anasema nisije nikawahubiri wenzangu, mimi ninakaa mtu wa kukataliwa. Maana yake nini? Kuna uwezekano mkubwa kabisa kama unamhubiri Yesu hujamwamini, badala yake unaamini Torati, unaamini sijui ni vitu gani, humwamini Yesu kama Mwokozi, unaamini uokoke kwa Torati na sheria, baba, utakataliwa. Mama, unakataliwa. Tuambiane mapema, utumishi kwa Mungu sio kigezo. Unaweza ukamtumikia Mungu na jehanamu ukaenda vizuri kabisa. Unaweza ukamtumikia Mungu kwenye ngazi ya nabii, ukatoa unabii ukatoka na ukatimia, lakini kama una mahusiano na Yesu Kristo, mahusiano binafsi ya wewe na Yesu, ndugu yangu, unaenda jehanamu vizuri tu. Mungu hatuokoi kwa kiwango cha utumishi. Mungu hatuokoi kwa kiwango cha dini. Mungu hatuokoi kama sasa hivi watu wanawatukuza wanadamu. Mimi nasali kwa mtumishi fulani, mimi nasali kwa mtumishi Kimweri, upako kule. Jamani, tunarudisha ile ile, mimi ni wa Kefa, mimi ni wa Paulo. Aliyekufa msalabani ni mmoja tu wa kumwamini, ni Yesu Kristo wa Nazareti. Wanadamu wengine tuwapende, lakini tusiwaamini. Tumwamini Yesu tu. Madhehebu yetu tuyapende, lakini tumwamini Yesu tu, tusiamini madhehebu yetu, kwa sababu hakuna dhehebu lililokufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Hakuna mtume aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako, wala mimi Kimweri sijakufa msalabani kwa ajili yako, wala sina mbingu, na mimi wala sikufundishi wala kukuhubiria, sina kukupeleka. Mimi sina mbingu, mimi ni mpiga debe tu wa Yesu Kristo. Ndio maana anasema pale mwanzoni na mwishoni kwamba mimi ni sauti tu ya mtu aliye nyikani, na kusihi uitengeneze njia ya Bwana. Ni kwa faida yako. Wengine wananicheka, kwamba Kimweri jamani, amechanganyikiwa, kijana wa watu jamani, mzee anazeeka vibaya huyu, hivi imekuwaje? Nani kamloga? Mimi nimerogwa na Yesu, na mimi nakuombea Yesu akuloge ili uwe na uzima. Uchawi wa Yesu ni mzuri. Uchawi wa Yesu ni mzuri. Uchawi wa Yesu ni mzuri. Wapendwa, kuna kukataliwa. Lazima tupate badiliko la ndani. Mara nyingi nimekuwa nikisisitiza kwamba Ukristo ni mabadiliko. Kama hujabadilika utu wa ndani, wewe sio. Hata kama watu watakuona wewe ni namba moja, wewe unastahili heshima za kibinadamu hizo, Yesu anasema umeshapata thawabu yako. Sifa unazopewa za kibinadamu ni ndio thawabu yako hiyo, lakini jehanamu inakuhusu. Mwamini Yesu, mtegemee Yesu, muishie Yesu, maisha yako yote atakubadilisha. Kumbuka, tunajifunza somo linalosema tofauti ya mtu na mwanadamu. Sasa unaamini sasa kwamba mtu ni wa rohoni. Mtu ndiye anayetakiwa kuokoka. Mtu ndiye anayeongoza utu huu wa nje. Somo linalofuata tutajifunza kazi za utu wa ndani. Mungu atusaidie. Itakuwa somo tamu sana, kwa sababu mwanadamu yoyote yule anaongozwa kutoka ndani. Ndio maana kabla ya kumpiga mtu kibao, unampiga kwanza huku. Unampiga kabla hujampiga. Kabla ya kumtukana mtu, unamtukana huku ndani kwanza kabla ya kumtukana huko nje. Mungu ametengeneza vitu vya ajabu sana. Ndio maana mwenye hekima, matusi yakitoka anafumba kinywa. Anafumba kinywa. Kinachotuponza ni kinywa. Na kama hujui,
Mungu atatuhukumu kwa dhambi za nia za ndani, hata kama hujatenda tukaona huku nje. Ukinitukana tu kimya kimya Mungu ameona, Mungu amesikia na atakushughulikia. Kesho nayo ni siku, kesho nayo ni siku. Leo tumemaliza kipengele hiki cha utu wa ndani, ni kitamu sana. Kesho tutaendelea tuone kazi ya utu huu wa ndani ni nini. Ziko kazi nyingi sana, utafurahia. Kwa hiyo don't miss. Mungu ni mwema. Kesho nayo ni siku. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Mimi ni mjoli wa Bwana, Mwalimu Kimweri. Kwa mawasiliano zaidi piga simu 0756 760 855, 0756 760 855. Sasa Bwana wa amani mwenyewe na awape amani daima kwa njia zote. Bwana awe pamoja nanyi nyote. Amen. Mungu akubariki sana. Mwamini Yesu nawe utaokoka na nyumba yako yote. Amen.